Ndugu mtazamaji wetu, kama ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi Mswati Media, basi usisahau kubonyeza alama ya subscribe press bell ili uendelee kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo. Basi leo tunakuangazia yanayojiri kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo mara baada ya mchezo wa siku ya jana Simba Sport Club ambao ulitamatika mchezo huo kwa Simba Sport Club kupoteza kwa mabao 2-0 dhidi ya Azam FC. Matokeo hayo yaliweza kuibua hisia kali na za uchungu kwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, huku lawama zao wakizitupia kwa kocha Seleman Matola wa timu hiyo ya Simba Sport Club na viongozi wote wa Simba Sport Club kwamba ni watu wasioumia na maumivu yanayotokana na matokeo mabaya au muendelezo wa matokeo mabovu yanayopata timu hiyo. Lakini kumbuke kwamba ni mchezo wa kwanza katika ligi ya NBC Premier League ambao Simba Sport Club wameweza kupoteza, lakini pia ni muendelezo mbovu kwa matokeo ya kiujumla, ambapo kwa kule kimataifa CAF Champions League Simba Sport Club aliweza kupoteza michezo miwili, ambapo mchezo wa kwanza akicheza na Atletico de Luanda ya Petro de Luanda ya nchini Angola aliweza kupoteza kwa goli 1-0 katika uwanja wake nyumbani wa Benjamin Mkapa. Lakini mechi ya pili alipoteza dhidi ya Stade Mali ya kule nchini Mali. Kwa Simba Sport Club wamekuwa na muendelezo mbaya sana wa matokeo, huku viongozi wakiwa wanavutana. Sasa ile sitofahamu imeibua hisia kali sana kwa mashabiki, wakiamini kwamba timu yao inahujumiwa. Hivyo ndugu mtazamaji wetu, basi endelea kubaki nasi kwa taarifa zaidi zinazohusu klabu ya wekundu Msimbazi Simba, na hasa wakilalamikia namna ambavyo uendeshaji wao wa klabu jinsi ulivyo, kwamba ni uendeshaji mbovu uliopitwa na wakati, kuna ujanja mwingi katika mchezo huo. Asante sana. Shutuma hizo zimekwenda moja kwa moja kwa viongozi hao wa Simba Sport Club, ambao kwamba wanajali maslahi yao kwanza kuliko maslahi ya klabu. Ni wachezaji ambao wamejilimbikizia mali, wanajali matumbo yao kuliko ujenzi wa klabu. Na ukiangalia mtazamo wa mabadiliko ndani ya klabu ya Simba, bado mabadiliko hayajafanyika. Kumekuwa kuna watu wanataka madaraka zaidi kuliko utendaji wa kazi na ufanisi wa kazi. Hizo zote zilikuwa ni kelele za mashabiki baada ya mchezo kumalizika, ambao Azam FC waliweza kuibuka na magoli 2-0 dhidi ya Simba Sport Club. Magoli ya Azam FC yalifungwa na Kitambala Bola na goli la pili lilifungwa na Idi Selemanado, ambaye ni mchezaji ambaye kwa asilimia kubwa alikuwa akiwaadhibu sana Simba. Ukitizama rekodi, ni mchezaji ambaye anaongoza nadhani kwa Azam FC ukiachilia Prince Dube. Sasa alikuwa ni Idi Nado, amekuwa na muendelezo mzuri sana hasa akikutana na Simba Sport. Basi ndugu mtazamaji wetu, endelea kubaki nasi Mswati Media kwa kubonyeza alama ya subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zote za kimichezo kutoka Mswati African Football. Asante sana na karibu sana.